Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Iran, Israeli pamoja na Palestina, ambapo yako mengi sana ambayo yanaendelea kutikisa huko moja kwa moja. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo moja kwa moja, Marekani inaamini kwamba haina matatizo na Urusi na China katika muktadha wa operation kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari, anasema suala letu haliko kwao, ni kuhusu matarajio ya nyuklia ya Iran. Anasema akitoa maoni kuhusu wito wa Moscow na Beijing wa kukomesha uhasama mara moja. Kulingana na Hegseth, hana ujumbe wowote kwa Urusi na China kuhusu suala hilo. Lakini pia shirika la kimataifa la nishati atomiki limethibitisha mara kwa mara kwamba Iran haina silaha za nyuklia. Hati ya nyuklia ni kisingizio cha uongo cha uchokozi wa Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Balozi wa Iran nchini Uzbekistan Mohamed Ali Eskandar anawaambia waandishi wa habari, suala la nyuklia ni kisingizio cha uongo cha uchokozi dhidi ya Iran. Iwe tulikuwa na silaha za nyuklia au la, wangetushambulia bila kujali. Kulingana na mwanadiplomasia huyo, shirika la atomiki lilithibitisha katika ripoti zake kwamba Iran haina silaha za nyuklia. Pia alikumbuka kwamba uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu umesema mara kwa mara kwamba hauna mpango wa kuzitengeneza. Lakini kwa nini wameweza kushambuliwa? Haya ndio maswali ambayo bado wao yanawaumiza akili. Na ninavyozungumza, Israeli anaendelea kufanya mashambulizi mazito kwa upande wa Iran, na Iran pia naye anaendelea kufanya mashambulizi mazito kwa upande wa Israeli. Wanaendelea kushambuliana, kila mtu akiendelea kutunisha msuli dhidi ya mwenzake. Vile vile, ving'ora vya mashambulizi ya angani vimesikika tena katika maeneo ya kati ya Israeli ambapo idadi kubwa ya watu wanaishi, ikiwa ni pamoja na karibu na Tel Aviv. Baada ya ving'ora mfululizo wa milipuko iliweza kusikika ambayo huenda ilisababishwa na athari za mifumo ya ulinzi wa anga. Nusu saa mapema tahadhari ya anga pia ilisikika katikati ya nchi kuashiria tishio la kombora. Baada ya hapo jeshi lilisema makombora kutoka Lebanon yalikuwa yamezuiliwa. Vile vile, meli ya Iran Iris Dena iliyozama karibu na pwani ya Sri Lanka ilishambuliwa na manowari ya jeshi la wanamaji la Marekani. Reuters inaripoti kinukuu maafisa watatu wasiojulikana wa Marekani. Kulingana na gazeti la Daily Mirror la Sri Lanka, takriban watu 180 walikuwa ndani ya meli hiyo. Reuters imeripoti kwamba watu 79 waliokolewa huku zaidi ya mabaharia 100 wakibaki hawajulikani walipo. Iris Dena ni ya kikosi cha kusini cha jeshi la wanamaji la Iran. Meli hiyo hivi karibuni ilishiriki kwenye mazoezi ya majini nchini India. Jeshi la anga la Israeli limeshambulia uwanja wa ndege wa Mehrabad huko Teheran. Kulingana na ripoti, shambulio hilo lilifanywa ili kubomoa mifumo ya ulinzi na ugunduzi ya Iran. Ripoti hiyo inasomeka, kulingana na Israeli, mifumo hiyo ilikuwa tishio kwa ndege za jeshi la anga la Israeli. Sasa wanasema wamefanikiwa kuweza kuiteketeza. Je, ni kwa asilimia ngapi? Bado hapo haijaainishwa. Vilevile kwa sasa hakuna hatari ya kutolewa kwa mionzi nchini Iran kwa sababu vifaa ambavyo ni vya mionzi huhifadhiwa na havijaharibiwa, shirika la kimataifa la nishati atomiki linasema baada ya kuchanganua picha za satellite zilizopo. Pia uongozi wa kisiasa huko Kivu unaogopa kwamba mzozo nchini Ukraine unaweza kufifia katika wiki na miezi ijayo, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka katika Mashariki ya Kati. Inawezekana kwamba usafirishaji wa makombora ya PAC-3 yaliyotengenezwa Marekani kwa ajili ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot kwenda Ukraine unaweza kupungua au kuwa ghali zaidi. Gazeti la Berliner Zeitung linaripoti. Chapisho hilo linabainisha kuwa ingawa macho dunia yako kwa Iran, Israeli na nchi za Ghuba ya Uajemi katika siku za hivi karibuni, wasiwasi unaongezeka huko Kiev kuhusu kurudi nyuma kijeshi na kisiasa. Zelensky anamtumaini Trump, lakini hatari zinabaki kuwa kubwa. Kumekuwa na ripoti chache kuhusu Donbas, mstari wa mbele na hali huko Kiev au Odessa. Kwa Ukraine pia ni swala la uchumi wa umakini. Gazeti linabainisha zaidi ya hayo. Kulingana na Berliner Zeitung, hili si swala la umakini wa kisiasa tu, bali pia masuala maalum ya kijeshi. Hasa Kiev inahitaji mifumo ya kupambana na makombora ya Patriot PAC-3 iliyotengenezwa Marekani. Ikiwa Marekani itahitaji akiba yake Mashariki ya Kati, usafirishaji hadi Ukraine unaweza kupungua au kuwa ghali zaidi, gazeti hilo linasema. Vilevile nikwambie, Teherani inakusudia kuharibu vituo vyote vya adui ndani ya kituo cha mapigano cha vikosi na uwezo wake. Balozi wa Iran nchini Belarus Alireza Sanei anasema Jumatano, tutaendelea na mashambulizi ya mabomu na kuharibu vituo vyao vyote, balozi huyo alisema. Alisisitiza kwamba watu wa vikosi vya jeshi vya Iran vimeazimia kuendelea na vita hadi ushindi. Sanei pia amesema wa Iran hawatakataa
hawatakata tamaa. Wengi wanashangaa jinsi Iran inavyoweza kujibu shambulio hili licha miaka 47 ya vikwazo. Vita sio chaguo letu, tulichagua diplomasia. Shambulio la hila la Israeli dhidi ya Iran kwa usaidizi wa Marekani halikubaliki, aliongeza. Vile vile, meli za mizigo iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Malta imeshambuliwa na makombora mawili karibu na mlango bahari wa Hormuz, shirika la habari la ONA linasema. Jeshi la wanamaji la Oman lilijibu ripoti ya tukio hilo, na wafanyakazi wa ndege hiyo waliokuwa na watu 24 walihamishwa na msaada wa kimatibabu uliohitajika ulitolewa, shirika la habari liliweza kuarifu. Vile vile, taarifa kutoka gazeti la Marekani la The New York Times linasema kwamba baada ya shambulio la Israeli na Marekani dhidi ya Iran, Teherani inadaiwa ilikuwa tayari kujadili usitishaji mapigano na kuwasilisha ishara kwa upande wa Marekani kupitia upatanishi. Si kweli, shirika la Tasnim liliripoti likinukuu vyanzo. Makala katika The New York Times ni uongo mtupu na vita vya kisaikolojia, shirika hilo linamnukuu afisa huyo ambaye hakutajwa jina akisema. Pia aliongeza kuwa Iran itaendelea bila kusita kujibu mashambulizi ya vikosi vya jeshi la Israeli na Marekani. Kumbuka, Iran amejipanga vya kutosha na vita hivi. Vilevile, zaidi ya wanajeshi 500 wa Marekani wameuawa katika mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran, kulingana na Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran. Anasema Bwana Rais wa Marekani Donald Trump, akishawishiwa na vitendo vya kipuuzi vya Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, amewavuta watu wa Marekani katika vita visivyo vya haki na Iran. Sasa lazima ahesabu, kwa kuwa zaidi ya wanajeshi 500 wa Marekani wameuawa katika siku chache zilizopita. Je, Amerika bado inakuja kwanza au Israeli? Afisa mkuu wa usalama wa Iran aliandika kwenye ukurasa wake wa X kuwa washahidi kwa Imam kiongozi mkuu Ali Khamenei kutaharimu sana, Larijani alionya. Vilevile, Marekani inadai imeharibu meli 20 za kivita za Iran, ikiwa ni pamoja na meli ya kivita nje ya eneo hilo, nyambizi moja, na kwa ufanisi kuangamiza uwepo mkubwa wa majini wa Iran katika ukumbi wa vita. Hapo awali, Admiral Brad Cooper, mkuu wa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, alisema jeshi la Marekani limeharibu meli 17 za Iran, ikiwa ni pamoja na nyambizi, kitu ambacho Iran bado yeye mwenyewe hajaripoti, amekalia kimya. Je, ni propaganda za Marekani za kuendelea kuaminisha kwamba nao pia wanaendelea kushambulia au wanaendelea kushambuliwa? Basi muda utaendelea kuzungumza. Vile vile, Iran imepoteza uwezo wa kurusha kombora balistiki kwa wingi, kulingana na waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth. Anasema adui hawezi tena kurusha kiasi cha makombora aliyowahi kurusha hata karibu. Ulinzi wetu wa anga na ule wa washirika wetu una njia nyingi za kukimbia. Tunaweza kuendeleza mapambano haya kwa urahisi na kwa muda mrefu kama tunavyohitaji, anasema kwenye mkutano. Lakini hayo yakiendelea, kinachoitwa tishio la Iran kilikuwa kisingizio tu cha kutekeleza mpango uliodumu kwa muda mrefu wa kupindua kwa nguvu utaratibu wa kikatiba nchini Iran. Marekani na Israeli zinaingiza Mashariki ya Kati zaidi katika dimbwi la machafuko. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari, anasema Moscow inakataa majaribio ya London na rais ya kupinga data iliyotolewa na maeneo ya jasusi ya Urusi, ikifichua mipango yao ya kuhamisha silaha za nyuklia kwenda Ukraine, aliongeza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.